Asante sana kutoka katika studio zetu hapa Mikocheni jijini Dar es Salaam. Jina langu ni Idi Lugendo na tupo katika halmashauri ya jiji la Tanga, na hapa tuko katika magofu ya Tongoni. Yana historia kubwa kwa uwepo wa makaburi na mibuyu ambayo ina zaidi ya miaka 700 katika eneo hili. Ni fursa kubwa ya kiutalii kwa mwananchi kujua vitu mbalimbali. Tunaenda kuzungumza na maafisa mbalimbali wa wakala wa huduma za misitu Tanzania TFS. Wanaenda kutupa kwa kifupi ni vitu gani ambavyo vinapatikana hapa ambavyo wewe uliwepo hapo nyumbani au uliwepo katika mikoa mbalimbali unaweza kutembelea katika mkoa wa Tanga na kujifunza. Eneo la magofu ya Tongoni kwa sasa utakapoingia katika eneo hili kuna mandhari nzuri ambayo inavutia ya kuelezea kuhusu historia ya kitamaduni ambayo inapatikana katika eneo la magofu ya Tongoni. Utakutana na majengo ya ajabu ambayo yamejengwa kiajabu, yani yana mandhari nzuri na ambayo yanavutia kabisa. Kwa mfano, ujenzi ambao umetumika ni ujenzi wa mawe tumbawe. Mawe tumbawe ni mawe ambayo yanatoka baharini. Kwa hivyo utaona ni utofauti na majengo mengine ambayo ya kisasa. Ambayo sasa maeneo haya yanatumika kama ni sehemu ya research na sehemu ya kujifunza kwa ujumla. Katika masomo ya kihistory, masomo ya heritage kama vyuo vikuu, na wanajifunza mambo mengi kuhusu history au research, kujua mazingira na jinsi gani kipindi cha nyuma watu waliishi na jinsi gani kwa sasa hivi. Kwa mfano, wanajifunza namna ya ujenzi ambao uliotumika kwa kipindi cha nyuma na ujenzi ambao upo kwa sasa hivi. Sambamba na hilo, katika eneo hili tuna makaburi ambayo yalikuwa ni makaburi ya Washirazi pamoja na zile jamii ambazo ziliingiliana, kwa sababu Washirazi walivyokuwepo hapa walioa pia Waswahili, na kutokana na kuoa Waswahili kikazaliwa chotara ambao ulikuwa nusu Mshirazi nusu Mswahili. Na kwa hiyo kwa wale ambao walikuwa wameingia katika familia za Kishirazi kutokana na ndoa, pia na wenyewe waliruhusiwa kuzikiwa hapa. Sambamba na hilo, walizikiwa hapa ni Washirazi ambao katika haya makaburi. Na makaburi haya tuna makaburi ya makubwa aina matatu. Kwanza tuna makaburi ya viongozi ambao ulikuwa makaburi ya viongozi yana ishara au yana alama ya mnara. Kutokana na tamaduni za kipindi hicho, kwa makaburi ya viongozi walikuwa wanaweka mnara ikiashiria ni kaburi la viongozi, na hapa tunaweza tukaangalia kule ni makaburi ya viongozi. Lakini kulikuwa kuna makaburi wengine ambao hayana minara, ambao ilikuwa ni ya watu wengine tu ambao hawakuwa viongozi. Lakini aina nyingine la kaburi la tatu ambao lipo moja tu ni kaburi la Sharifu, na tunafahamu kabisa katika imani hususan dini ya Kiislamu, Sharifu ni mtu ambaye ni ametukuzwa zaidi. Kwa hiyo kulikuwa kuna kaburi hapa la Sharifu, ambao kutokana na kaburi hilo la Sharifu huwa tunapokea makundi mbalimbali ambao wanakuja kwa shughuli za kiibada kutokana na eneo hili kwamba huwa lina upekee wake na umaarumu wake. Kwa hiyo tuna aina tatu za makaburi ambayo yapo katika eneo hili la Tongoni. Pia wenyeji walikuwa wanatumia miti ya mibuyu kama sehemu ya matambiko. Kwa hiyo ni miti ambayo ina historia. Kwa mfano, kipindi kile mtoto mdogo anapozaliwa, wazee wetu walikuwa wanafanya walikuwa wanazunguka mbuyu. Wakati anazunguka mbuyu, mzee anakuwa anasema, naomba mwanangu aishi miaka mingi kama mbuyu. Kwa hiyo ni sifa mojawapo ya hii mibuyu, kwa sababu ilitumika kiimani zaidi. Na pia unaitwa mti wa mafanikio. Kwa hiyo ukienda sehemu mbalimbali za maeneo ya kihistoria utakuta hii miti ya mibuyu, kwa sababu ni miti ya mafanikio. Wanasema miti ya mafanikio, watu wana imani kwenye hii miti. Mtu anaamini kwamba akizunguka mti wa mbuyu, basi chochote alichokuwa anakiomba kupitia mbuyu atafanikiwa. Na hapa tuko na baadhi ya wananchi wanaenda kuelezea wananufaika vipi na uwepo wa magofu haya Tongoni. Nufaa yetu sisi kuja watalii, kuwawezesha kuwapeleka baharini, kuwapikia vyakula na kununua. Vyakula gani vya asili ambao mnapikia na vipi wanavyofurahia? Hao wanapenda chakula cha mseto, baada hivi dona. Hili ndilo moja ya kaburi ambalo lina mnara ambalo lipo katika magofu ya Tongoni hapa mkoani Tanga. Jina langu ni Idi Lugendo, nirudishe matangazo haya hapo studio muweze kuendelea na habari zetu za saa.